Kibu Denis ameendelea kuwa na hadithi nzuri katika soka la Tanzania licha ya ukame wa mabao ambao alikuwa nao katika kipindi cha misimu miwili mizima ambayo ameitumikia klabu ya Simba. Licha ya kuwa na kiwango kizuri, lakini alikuwa na ukame wa mabao. Kwa hiyo hapo jana katika ushindi wa mabao 6-0 dhidi ya Dodoma Jiji ameweza kulivunja hilo laana la kutokuwa na mabao kwenye ligi kuu. Amekuwa na mabao, anafunga kwenye mechi za kimataifa, lakini kwenye ligi kuu amekuwa na ukame mkubwa sana wa mabao. Kwa hiyo jana ameweza kufunga magoli yake mawili masafi kabisa ambayo yameendelea kumpa uzoefu na confidence na kumfanya kocha pia aweze kumwamini na kumpanga katika mechi nyingi zaidi. Kwa hiyo lakini pia performance imekuwa kubwa sana kwa kikosi cha Simba. Ukimwangalia Elie amekuwa na impact kubwa na ni mchezaji hatari. Katika kila mechi ambayo anacheza unaweza ukaona kuna namna ambayo anaboreka zaidi, na Steven Dese Mukwala pia naye yuko vizuri, anaendelea kukiwasha kwenye eneo la ushambuliaji la Simba. Kwa hiyo kuna changamoto pale kwenye eneo la mbele kati ya Lionel Ateba pamoja na Steven Dese Mukwala. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani ambavyo competition ipo. Jan Shahwa ana magoli 12, lakini ingawa kiwango chake naye kinakuwa sometimes anachoka, lakini ni mchezaji ambaye ni muhimu sana anapokuwa uwanjani, anakuwa na utulivu mkubwa sana. Kwa hiyo kiujumla Simba imekuwa na timu ambayo inaogopa sana kwa sasa hivi, ukizingatia kwamba wanaenda kuingia katika hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika ya shirikisho, naweza nikasema dhidi ya Al Masry. Kwa hiyo ni timu ambayo pengine inaweza ikawa na matokeo mazuri kwenye mashindano hayo ambayo pengine yanaweza kuwa bahatia kubeba ile kombe la shirikisho. Kwa hiyo tusubiri tuone namna gani ambavyo wataendeleza hii performance, lakini kikubwa kilichonifurahisha zaidi ni Kibu Denis kuweza kuonyesha kipaji chake ambacho yuko nacho. Una maoni gani? NTV.